tunaazimia kuwa na barnamaj katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tutaangazia masail tofauti ambayo zunguka maisha ya kila siku ya mwanadamu, na hasa katika mzunguko wa kiuchumi ambao mwanadamu huyu ana ghariza ya kutaka kuhifadhi maisha yake, huenda mbio kutafuta kumiliki mali kuweza kuhifadhi maisha yake ya hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, pindi alivyoshukisha risala yake ya mwisho kwa mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam, hakumwacha mwanadamu huyu kujipangia anavyotaka kwa mujibu ya hawa ya nafsi yake, kwani mali ni sehemu msingi ya mwanadamu. Kwa hivyo jumla ya muamala ya kufikia katika kumiliki mali na katika kutasarrufu katika ile mali yote imefunganishwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal kadhalika tunaona ka hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam akituambia kwamba siku ya Kiyama watu hawatonyanyua nyayo yao ila baada ya kuulizwa maswali manne. Miongoni ikawa ataulizwa vipi alivyochuma mali yake na vipi alitumia ile mali. Kwa hivyo mali ni sehemu ya imani yetu, vipi katika kuichuma na katika kuitumia. Allah subhanahu wa ta'ala katuambia katika suratul Rahman aya ya 9, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, tusimamisheni uadilifu katika vipimo ya mizani wala tusipunguze katika vipimo. Katika sifa mwanadamu alivyokuwa na pupa, kama ilivyo katika mfumo wa kirasilimali kupitia wanafalsafa wao na mfakiruna kama Adam Smith aliyesema self interest and pursuance of self interest, kwamba mwanadamu huyu ili kuendelea kiuchumi hapana budi kukimbilia maslahi yake ya binafsi. Hali hii humtia mtu katika tamaa na mughafala ya kuwa na akhlaki katika pindi anaingiliana katika kuchuma mali, basi huwa baadhi hupinda katika mizani ili kuzidi kufaidika na kupata faida. Jambo hili ni kinyume na maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutaingilia kuangazia masala haya, vipi Muislamu yaweza kuchuma ya halali na vipi katika ile pato lake la halali aweze kutasarruf ama kuitumia kwa njia ya halali katika silsila ya huu mwezi mzima wa Ramadhani insha Allah.